hii jamaa hii imekaa eti ndio mzungu aliyoona ile maji ya Victoria ndio wa kwanza duniani na akaweka kwenye historia, na watu wanasoma skuli, si wako au sio? Hivi ndio tunachezewaga tu. Katikati ya dunia ni wapi? Wamepitisha katikati ya dunia, ile mistari wametuchezea. Hata ile mistari ya longitude ile mstari uliokata dunia kwa kwenda kaskazini umepitia wapi? Uingereza au sio? Ile Greenwich ni ya wapi? Iko Uingereza. Ukisikia New York kitovu cha dunia kiko wapi? Ndio Marekani, au sio? Mzungu mmoja aliuliza, kwa nini kila kitu nyinyi huko kwenu tu, kila kitu ni kwenu tu? Sasa nyinyi hampendi, ndio maana, au sio? Ndio maana sisi ni watu wa kufuata tu. Tumehama kwenye mada, lakini mada yetu iko, tulikuwa tunasema mwanadamu anavuta hewa gani? Anavuta oksijeni. Uliwahi kuiona hii oksijeni mwanadamu anaivuta? Hamna, au sio? Ni hivi tu unavyoona hivi. Hata mwanga sasa hivi si kuna mwangaza, hebu ushike huo mwanga, lakini si umeumbwa na Mungu huko, ushike hivi mwanga, hamna. Lakini baadaye utaona tena kumekuwa na giza. Hata kile giza basi kishike iko giza hivi. Tunaongelea hiko sababu gani? Rudisha masala kwenye asili, au sio? Kuna kitu kinaitwa kalbu, kuna moyo, kuna nafsi na kuna roho. Tulikuwa tunaongelea masala ya roho ni nini? Roho ma akhbara anha almujtaba fanumsiku almaqala anha adaba. Tunaiachia yeye Mungu, ni hivyo hivyo yeye mwenyewe. Ni kitu gani hata kinachoondoka? Wala roho si hili duda linalosukuma damu hapo. Sio hili linafanya hivi linasukuma damu kwenye mwili, sio hilo. Sio ndio roho. Roho ni dhati. Nisipotezee muda sana. Tulitoka tunaongelea ni masala ya nini? Ya kuhama kwenye ulimwengu huu kwenda kwenye alamu ya barzakh. Kanat dunia linasin ghairina. Ilikuwa hii dunia na watu wasiokuwa. Rahalu anna wa khallau halana thumma narhal mithla ma qad rahal. Dunia hii ilikuwa na watu wasiokuwa sisi. Kuna Nabii Adam ndio binadamu wa kwanza. Huyu hajazaliwa, ni ameumbwa. Lakini yuko chini ya ardhi mpaka leo. Kuna watu wako chini ya ardhi miaka hata mamilioni, au sio? Wako chini ya ardhi. Kwa dunia tangia umbo nafikiri ni miaka 2026 ndio tangia dunia iumbo. Dunia tangia iumbo ina miaka 2026. Kwa hivyo ni tarehe tu zimewekwa na watu. Lakini ndio tarehe imeanzisha tu. Kwa tarehe za miladia basi ni hizi, au sio? Lakini sio tangia dunia iumbo ina miaka 2026. Sio kweli. Ni masala tu haya, ndio hiyo sasa. Zingine ni kuchezeana tu. Bwana sikiliza, daktari mmoja juzi anaeleza. Daktari mmoja anaeleza sasa hivi wameambiwa Watanzania waende wakasomea masala ya nini? Ya moyo nchi za nje namna. Kwa mtu akijisikia, ina maana kama anaona vipi, anasema moyo wangu sio na nini, utolewa ule moyo wake uweko kwa mtu mwingine. Kuna mtu anapenda hivi yeye aondoke, aweke moyo wake aweke kwa mtu mwingine, alafu sini apewe familia yake, ipewe hela au ni vipi? Ndio hii masala hili. Lakini alikuwa anaeleza kama anaojiojoa vitu vingi, lakini masala, lakini ni kwamba kuna kitu sasa hivi kimetengenezwa, nasema kuna vicho kwenye mwili hivi, na hii kinafanya kazi, kinapeleka mawasiliano kule kwenye mashine zao, zinatoa habari wewe unavyofanya huko, kinafanya kazi kama moyo unavyofanya kazi, mapigo yake iko sampuli gani na sampuli gani na sampuli gani. Kwa hiyo haya ni masuala ambayo kwamba yaliyo katika ulimwengu, lakini kuna mtu wa kuzuia mauti? Kuna mtu wa kuzuia? Hamna mtu wa kuzuia mauti. Hata umeshikiwa, hata kama ni askari au nini, umeshikiwa na askari wameshika mabunduki hivi, unalindwa wewe, watu wamezunguka hivi, au sio? Hata kama unatembea tu unapelekwa watu unalindwa na, lakini siku mauti yakija ni wa antum hinaidhin tanzurun. Ni hapa hapo ulipo tu. Ni kama tunavyosema tu ni kama hewa hivi inasukumwa
inaondoka, lakini dhati ya roho ni Mungu ndo anajua, inapandishwa juu, basi tunabakia zile nyama zimebakia tu, zinarudishwa kwenye asili yake, zinawekwa kwenye mchanga. Nisiwapotezee muda sana, nieleze makusudio makubwa kubwa. Lengo kubwa la kukusanyika mikusanyiko kama hii, malengo yake makubwa. Yuko wapi yule Rajabu? Njoo huko Rajabu. Rajabu njoo huko. Lengo kubwa la mkusanyiko wa kikao hiki cha 40 na hawasu gani? 40 na hawasu gani? 40 ni yuftanu rajulan, mifilu mughayru sifa. Yuftanu rajulan almu'minu walmunafiq, wanafitinishwa watu wawili, almu'minu walmunafiq, muumini na munafiq. Kapa usikilize hiki kao ni kwako. Mbona unatembea sana tena? Waache tu, kama wanakuja, kama anakuja hapa atakuja tu, ataka usio nahangaika hivi. Yuftanu rajulani, wanafitinishwa watu hao wawili, almu'min walmunafiq. Haya maneno ni ya kwako, usikilize vizuri. Ama ni muuminu yuftanu 7 ayyam, anafitinishwa siku ngapi? Siku 7. Wa ama almunafiqu yuftanu 40 yawma, munafiki anafitinishwa siku 40. Fakana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajtamiuna wa yatasaddaqun, walikuwa wakawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanakusanyika na wanatoa sadaka na wanaomba dua siku ile ya 7 na ile ya 40, kwa sababu kwenye kaburi kuna fitna kubwa. Kuna watu wanaitwa zabania na kuna malaika wale ambao kwamba ni muwakil, ambao kwamba wanakuwa kwenye kaburi, anaitwa nani? Munkar na Nakir, anajulikana. Wale ni malaika kwenye kaburi. Hasa kwenye kaburi kuna masala mengi sana yakabiliana. Binadamu ungekuwa kifa tu basi anaachwa tu hivi, ingekuwa ni raha kufa. Sababu kufa ni kama watu wanavyolala usingizi. Kama wanavyolala usingizi ndio watu wanavyokufa. Ila tu wale usingizi ni nusu ya kifo. Anaumu nisfu mauti. Ukitaka kujua watu wanavyokufa ni wanavyolala usingizi ndio watu wanavyokufa. Bila ukilala usingizi unapelekwa wapi? Umeenda si paka Mtwara huko wapi? Umeenda Sumbawanga, umeenda wapi? Umerudi, umeenda Uingereza, unarudi. Na ukifa ndio vile ndio. Sasa ile ukifa ni moja kwa moja. Sasa hivi tukisoma Qur'ani, ila nimesoma Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajali musamma. Ni masala ya kuhama katika masala haya ya kifo, ni masala marefu, lakini tunachokiongelea ni siku ya 40. Ni vizuri kufanya kama mlivyofanya na kuombea dua mzee wetu, kama tutujue yuko kwenye kaburi, Mungu amsamehe na amkufurie. Lakini lengo lingine kubwa zaidi la makusanyiko kama huu siku 40 ni masala ya mirathi. Ndio maana nikwambia urudi, umeelewa vizuri. Unajua mirathi, binadamu ana hali mbili, hali ya uhai na hali ya kifo. Hali mbili zimegawanyika. Sasa Mtume alisema ta'allamu al-faraid wa'allimuha an-nasa fa inni mur'un maqbul inna hadha al-ilma sayuqbal tadhharu fitan baina ithnain fala yajidani ma yusilu bainahuma. Fundisheni elimu ya mirathi, sababu mimi ni mtu ambaye kwamba nitafishwa, nikifa itadhihiri fitna kati ya watu hao wawili, wala wasipate mtu ambaye kwamba atakayewapambanulia ni nani. Kwa hiyo kabla alikuwa anawaambia maswahaba, kabla mimi sijafa basi jifundisheni hii elimu ya mirathi.